Kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Mojtaba Khamenei, ametoa mapendekezo mapya na mazito kwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo, akitaka kuimarishwa kwa utayari wa kivita, huku hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati ikizidi kuwa tete. Hatua hiyo imekuja baada ya mkutano wa ngazi za juu kati ya Khamenei na kamanda wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya pamoja na Meja Jenerali Ali Abdullahi, aliyewasilisha ripoti ya hali ya usalama inayoonyesha kuwa vikosi vyote ikiwemo jeshi la Iran, walinzi wa mapinduzi IRGC, polisi na kikosi cha kujitolea cha Basij vipo katika hali ya juu ya tahadhari. Meja Jenerali Abdullahi amesisitiza kuwa majeshi hayo yana morali ya juu na yamejizatiti kwa silaha za kisasa kukabiliana na kile alichokiita uchokozi wa Marekani na Israel, akionya kuwa kosa lolote la kimkakati dhidi ya mamlaka ya Iran litajibiwa kwa kipigo kikali kitakachowafanya maadui kujuta. Hata hivyo, ripoti hizi za kuimarisha jeshi zinakuja huku kukiwa na usiri mkubwa kuhusu hali ya afya ya Mojtaba Khamenei. Mashirika ya kijasusi ya Marekani kupitia ripoti ya CNN yamebaini kuwa Khamenei anaendelea kuwa mhimili mkubwa katika upangaji mikakati ya vita ya Iran licha ya kutoonekana hadharani kwa muda mrefu. Inaarifiwa kuwa kiongozi huyo anapata matibabu ya majeraha makubwa ya moto aliyoyapata usoni, mkononi, kifuani na miguuni kufuatia shambulio lililochukua uhai wa baba yake Ali Khamenei. Wakati Iran ikijipanga kijeshi, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa shinikizo la kidiplomasia akisema anatarajia kupokea majibu ya maandishi kutoka Tehran kuhusiana na pendekezo la Washington la kusitisha vita, huku ulimwengu ukisubiri kuona ikiwa mazungumzo au mtutu wa bunduki ndio utakaomaliza mzozo huo. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.